Kotingei ak banwekab oret che tete kosuldaen neranik choton chebo ibinda nebo Gen Z ko kagomongei alak en kandoik cheboto Kalenjin anan Uasin Gishu Kalenjin Council of Elders mornet nebo Uasin Gishu akomwa kole maiboiboenjin yautik chemoche kosuldaen neranik banwekab oret en nganaset nebo Nairobi. Mwoe boisiek choton kole kasarta nekoi yekikibaurienchi banwekab oret ko kimuch alak neranik konyor kakotinosiek ak kobet alak sobonwekwak. Kamwa kole nyolu en kandoik chetete akokochin tiet neranik koyai banwekab oret komanyolu kunoton nekoikochi kurset kokere kole katestai ak tetutik chebo bandab tai. Tukaonelea maandamano sio kitu ya maana sana katika wilaya hii yetu au katika kaunti yetu ya Uasin Gishu, kwa sababu hatujawahi kuona maandamano ya amani. Imekuwa tu maandamano ikikuja ni ya kuharibu mali. So kwa maongeo yetu tumeona, kwa maoni yetu, hiyo maandamano isikue. Afadhali kae, sababu inaanza, ina grow, inaenda mpaka inaharibu mali katika tauni yetu. Wakipewa nafasi ya kuandamana, kwa maoni yetu tungesema wapitie ile barabara ya kupitia nje huko, wasiingie katika CBD. Natoka sub-county ya Zoi. Mimi ni mojawapo ya wazee ambayo tumeweza kuketi chini siku ya leo na kuchunguza maandamano ambayo tumesikia kwamba ataendelea kesho. Na sisi kama wazee wa Uasin Gishu tumesema hatuoni maandamano kama ni maandamano ile ambayo tumeona, hatuwezi kukubaliana nao, kwa sababu ile maandamano ya 2024 ilileta madhara kubwa katika nchi ya Kenya. Sisi kutokea wakaja wa Uasin Gishu, maana enda community ni kuonyesha picha ya wazee wote, kwa vile Uasin Gishu wako watu wote wa Kenya na atukubaliane na mambo ya maandamano. Na kama itakuwa na maandamano, hiyo ni maandamano ya amani. Nataka kuambia vijana wajichunge sana, wasitumiwe na wanasiasa paka haribu mali ya watu, hata pia maisha yao isikuwe vizuri kwa sababu ya maandamano. Ninasema kwamba vijana wajue nchi hii ni nchi yao. Nchi hii inataka kulindwa na inalindwa na vijana. Vijana ni tegemeo kwa sisi wazazi na tunataka waheshimu nchi yao.